Sky TV. Naam, karibu mtazamaji wa Sky TV katika ulimwengu habari moja kwa moja kutoka hapa Dodoma nchini Tanzania. Karibu katika ulimwengu habari. Asante kwa wale ambao wanatupata kupitia Azam Media Channel namba 22 kwenye Other Channel na kule Zanzibar Cable TV kwenye channel namba 14. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo katika ulimwengu habari ni pamoja na bwawa la maji Kidunda la tupiwa jicho kumaliza upungufu wa maji. Katika habari za kimataifa, Somaliland yakanusha madai kuwa itawahifadhi wa Palestina. Na katika michezo, kocha Taifa Stars aihofia Morocco. Karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Maliango Mogeta. Kuwa nasi pia katika Sky Digital at Sky International TV. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba leo Januari 2, 2026 amekagua utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa bwawa la maji Kidunda ambalo ni suluhisho la kudumu la changamoto ya upungufu wa maji inayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na ukosefu wa uhakika wa katika mto Ruvu. Waziri Mkuu amesema hayo wakati akikagua maendeleo ya utekelezaji wa mradi ambao umefikia 40%, huku akiagiza Wizara ya Fedha kuupa kipaumbele maalum mradi huo na kwa kuhakikisha fedha zinapatikana na kulipwa kwa wakati kwa mkandarasi ili kuepusha ucheleweshwaji na utekelezwaji wa mradi huo. Hii ni taarifa kamili. Miaka miwili nyuma, Mheshimiwa Rais alielekeza tuanze ujenzi wa mradi huu wa bwawa la Kidunda ili kuweza kupata suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa maji hata vipindi ambavyo mvua hazitakuwa za kutosha ama zitachelewa kuja. Hilo ndio chimbuko la mradi huu. Mimi maelekezo yangu, pamoja na kwamba tuna miradi mingine ambayo ilikuwa inaendelea, pamoja na kwamba tuna mahitaji mengi ya fedha, mradi huu usisimame, uendelee kutekelezwa. Kaeni mtengeneze jedwali ambalo litamwezesha mkandarasi kuendelea moja kwa moja kwenye utekelezaji wa mradi huu, ili tukafute kabisa historia ya Watanzania kupata mgao wa maji pale tunapopata ukame ama mvua zisizotosheleza. Na kwa kuwa kazi hii imeshaanza, hii inaonesha uwezo wa kiongozi wetu wa kuona mbali, kwa sababu hili lilianza kabla ya tatizo kujitokeza. Lakini hivyo hivyo uwezo wa serikali wa kuchukua hatua katika kutekeleza masuala yanayohusu kuwapatia ufumbuzi wananchi wetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo limefanyika na litatusaidia kuondokana na kero katika ukanda huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu, Katibu Mkuu ameeleza kwamba mradi utakapokamilika umekadiriwa kutumia shilingi bilioni 336. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi hivi sasa takriban shilingi bilioni 100 zimeshalipwa kwenye mradi, na kama unatarajiwa kukamilika kama ambavyo imeelezwa, mradi unatarajiwa kukamilika mwezi wa Disemba mwaka huu 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisini kwetu, wizarani kwetu tayari tuna hati 3 za madai ya mkandarasi ambazo zimeshathibitishwa na mshauri na zimehakikiwa, ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 24.1. Hizi tumepanga kuzilipa katika mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji kuandaa hilo bango kitita la kuangalia takriban tunavyoona utendaji wa kazi na certificates ambazo zitakuwa zimetolewa, hati za madai za mkandarasi, na tutajitahidi kuzilipa ndani ya mwaka huu mradi uweze kukamilika.
Naam, ni taarifa hiyo kuhusu ukamilishwaji wa mradi wa Kidunda ambao umefikia 40%. Taarifa nyingine ni kuhusu namna ambavyo wakuu wa dawati wa jinsia wamepongezwa kwa namna ambavyo wameweza kuisaidia jamii, ambapo katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Abed Rashid Abdalla, amepongeza utendaji kazi wa maafisa wa dawati la jinsia na watoto wa Jeshi la Polisi kwa kujitoa kwao katika kuhakikisha kwamba jamii inapinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto. Ndani ya taarifa hii tunaye Pius Jayunga. Akizungumza wakati wa hafla ya kufunga mafunzo ya kikao kazi cha pamoja kati ya watendaji wa dawati hilo na wizara yaliyofanyika katika chuo cha polisi Zanzibar, katibu mkuu huyo amesema mafunzo hayo ni muhimu kwani yametoa dira ya kuendeleza mashirikiano imara kati ya jeshi la polisi na wizara. Tuwashukuru, na mafunzo haya tuliopewa leo ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa kupitia mafunzo haya tunaongeza maarifa, lakini sasa tunafungua ukurasa mpya. Nani tufanye kazi naye? Twende wapi? Tuanzie wapi? Kazi kubwa mmeifanya. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, mambo mengi jamani yamebadilika. Kuna masuala ya AI hayo sasa hivi. Lakini uhalifu unafanyika, mambo ya cyber crime na mambo mengine. Tulikuwa tunaadhimisha siku 16. Moja ya maudhui yetu kwa tunashughulikia masuala ya mitandao na masuala ya udhalilishaji. Ile ni theme ya mwaka huu kwamba yamekithiri. Yapo haya ambayo tunaonana nayo, tunakutana nayo, lakini na mitandao inatumika. Kwa hiyo nafahamu kwamba elimu mmeendelea kutoa katika maeneo mengi kupinga vitendo hivi vya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili kwa watoto, na endeleeni kutoa elimu hiyo kwa jamii kwani bado watu wengi wanahitaji. Kwa upande wake, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Jonas Mahanga, ambaye ni mkuu wa kitengo cha ushirikishwaji wa jamii kutoka makao makuu ya polisi Zanzibar, amesisitiza watendaji wa dawati la jinsia na watoto wataendelea kutoa huduma bora kwa jamii. Kila mwaka grafu inashuka. Kile kitendo cha kushuka ni indicator kubwa kwamba kazi wanayoifanya ni nzuri. Tunazidi kuimprove mazingira kufanyia kazi katika misingi ya kuwezesha ufanyaji kazi kuwa rahisi zaidi. Kwa mimi naamini kwamba kwa kushirikiana tutajaribu kuangalia zile changamoto ambazo tunazijua na zile ambazo ofisi yako wanazijua, tuweke nguvu kwa pamoja ili tuone tunaelekea wapi. Naye kamishina msaidizi wa polisi Faidha Suleimani, mratibu wa dawati la jinsia kutoka makao makuu Dodoma, ameeleza kuwa jeshi la polisi limeweka watendaji wa dawati hilo katika vituo vyote vya polisi nchi nzima, ambapo hadi sasa kuna jumla ya madawati 420. Kati ya hayo Zanzibar ina madawati 42 na maandalizi yanaendelea kufanyika ili kupanua huduma hizo hadi viwanja vya ndege na bandari zote za Zanzibar. Staff Sergeant wa polisi Hamisi amewashukuru wadau wote wakiwamo SOS Children's Village kwa kuwezesha mafunzo hayo muhimu. Na tumepata uelewa mpana zaidi na tunashukuru, tutaendelea kuyafanyia kazi kwa mujibu wa kukuza jamii zetu na kuwapa elimu wananchi wetu katika maeneo yetu mbalimbali ya mkoa wetu wa Kaskazini Unguja. Naam, asante Pius Jayunga kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, zikiwa zimebakiwa takriban wiki 2 tu shule kufunguliwa, basi ni wakati wa kuweza kutazama vitu muhimu ambavyo vinahitajika katika maeneo hayo ikiwemo madawati. Sasa wilaya ya Geita imeanza kufanya shughuli hiyo rasmi, ambapo halmashauri ya wilaya ya Geita imefanikiwa kuweza kutengeneza madawati kupitia fedha za mapato ya ndani, lengo likiwa ni kutatua changamoto ya upungufu wa madawati kwa wanafunzi pindi watakapoanza kufungua shule muda mfupi kutoka sasa. Michael Francis Bundara ana undani wa taarifa hii. Katika jitihada za kutatua changamoto ya uhaba madawati katika shule mbalimbali za msingi, halmashauri ya wilaya ya Geita imetumia mapato yake ya ndani kugharamia ununuzi wa madawati hayo. Akizungumza katika hafla ya kugawa madawati zaidi ya 600 kwa shule za halmashauri hiyo, mkuu wa wilaya ya Geita Hashimu Abdalla Komba ameipongeza management ya halmashauri na baraza la madiwani kwa uamuzi wao wa kutenga fedha za ndani kwa ajili ya kutatua changamoto hiyo inayowakumba wanafunzi na walimu. Leo tumekutana hapa kwa ajili ya kushuhudia madawati 677
ambayo yametengenezwa kwa fedha za mapato ya ndani katika halmashauri yetu ya wilaya ya Geita. Madawati haya 677 yanakwenda kwenye shule zetu za msingi. Ukijaribu kuangalia kule shule za msingi, dawati moja wanakaa watoto 3. Kwa hiyo hapa tunapeleka tabasamu kwa watoto takriban 2031. Hongereni sana halmashauri ya wilaya ya Geita. Kwa hiyo ni madawati 677 lakini ambayo yanakwenda kuwafikia watoto 2031. Rai yangu kwenu kama halmashauri na kama idara ya elimu msingi, moja kwa idara ya elimu msingi, tunapoendelea kuchonga madawati haya na kutengeneza madawati mapya, tuendelee kuongeza nguvu na msukumo katika shule zetu za msingi. Tuwatake watu wa ODC na halmashauri za vijiji washirikiane vyema na walimu wakuu kwenye eneo la kutengeneza madawati yanayokuwa yameharibika. Kaimu afisa elimu msingi wa halmashauri ya wilaya ya Geita Ibrahim Bunangoi amesema wamepokea kwa mikono miwili maelekezo ya mkuu wa wilaya katika kuhakikisha suala la uhaba wa madawati linafanywa kazi. Tumelipokea kwa unyenyekevu mkubwa sana maagizo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ni kweli baadhi ya shule zetu zinazidiwa, baadhi ya shule zina hela ndogo sana ya ukarabati, lakini wana miundombinu iliyochakaa, wanatumia hela hiyo hiyo, wana madawati yaliyochakaa, wanatumia hela hiyo hiyo. Kwa hiyo ni namna gani kama idara ya elimu ya awali na msingi kwenda kukaa na kulichakata hili swala, tuone kwa shule ambazo zina idadi ndogo ya pesa ni namna gani wanatengeneza madawati kwa kukaa na kamati zao za shule moja, lakini ni namna gani shule hizo zinaweza kukarabati madawati ambayo yameharibika. Baadhi ya walimu waliopokea madawati hayo wamesema wanashukuru kwa msaada huo na kuipongeza serikali kwa kuchukua hatua ya kutatua changamoto hiyo. Upungufu mkubwa wa madawati na watoto wengi walikuwa wanakaa chini, ila kwa sasa hivi tutaenda kupunguza changamoto hii, na tunashukuru sana kwa sababu watoto wengi sasa watafurahia hata namna ya kusoma na watasoma vizuri. Halmashauri ya wilaya ya Geita ina jumla ya shule za msingi 238 zenye wanafunzi 258,318 na madawati yaliyotolewa 677 yanaweza kutumika kwa wanafunzi 2031. Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Francis Bundara kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, nikukumbusha kwamba unatazama Ulimwengu wa Habari na asante kutufuatilia kupitia Sky Digital kwa kuandika @Sky International TV. Moja kati ya habari muhimu ambayo tunayo siku huu ni pamoja na wakulima Mbeya waomba ruzuku ya mashine za kukaushia mpunga na mahindi. Karibu kama ndio kwanza ujiunga nasi. Mimi ni Maliango Mgeta na hii ni Sky TV Ulimwengu wa Habari ndio ambao unautazama. Wakulima wa mpunga na mahindi katika mkoa wa Mbeya wameiomba serikali kuweka ruzuku kwenye mashine maalum, lengo likiwa ni kukaushia mazao yao, wakisema kuwa hatua hiyo itawasaidia kupunguza hasara ambayo inafikia 40% ambayo inasababishwa na matumizi ya njia za kienyeji za ukaushaji wa nafaka. Upendo Kibetile ana taarifa hii. Hasara kubwa inayotokana na ukaushaji wa mazao kwa njia za kienyeji imewalazimu wakulima wa mpunga na mahindi kuiomba serikali kutoa ruzuku ya mashine za kisasa za kukaushia mazao ili kulinda ubora na kuongeza kipato chao, huku mzalishaji mbegu akieleza changamoto anazokutana nazo katika kipindi cha kifuku. Wakulima wengi maeneo fulani, wengi ni wakulima ambao wanalima mpunga katika hali ya chini, kipato chao ni kidogo sana. Kwa mashine hizi zilizokuja au kwa teknolojia hii iliyopo sasa hivi inayokuja inayotangazwa, bei yake ni kubwa sana. Huyu mkulima kipato chake kwa mwaka haizidi gunia labda 40 kwa heka. Kwa hiyo akizuza gunia 40 unaweza kuta ameambulia milioni 8, milioni 10. Hii mashine inauzwa milioni 170 na kitu huko. Kwa hiyo ni bei kubwa sana. Labda serikali iingize mkono wake. Nini kauli ya serikali
kwa ajili ya kumnyanyua mkulima aliyetumia gharama kubwa, lakini mwisho wa siku anapoteza 40%. Lakini pia kwa upande wa hao wanao distribute, kwa mfano ukiangalia hivyo vya kupimia hivyo, serikali inaonaje kuhakikisha angalau karibia kila mkulima au karibia kila kijiji wana hivyo vifaa ambavyo ni vizuri, vyenye uwezo mzuri wa kumhakikishia usalama wa mazao? Sisi ni wazalishaji wa mbegu daraja la kuazimia ubora QDS. Changamoto ambazo tunakumbana nazo sana kipindi cha kifuku, utakuta jua ni shida, kwa hiyo mbegu zetu tunashindwa kukausha vizuri kwa sababu ya kukosa vitendea kazi. Kwa upande wake, mhandisi wa kilimo Wizara ya Kilimo Sekela Mwakiaba amesema wizara inaendelea kushirikiana na makampuni kutoka nje yenye mafanikio katika teknolojia za zana za kilimo ili waweze kuwasaidia wakulima, huku mtumishi wa idara ya maendeleo na mazao Isaac Mweteleke akieleza malengo ya Wizara ya Kilimo. Kuwepo hapa siku ya leo ni moja ya hatua ama jitihada za makusudi ambazo Wizara ya Kilimo imekuwa ikizifanya na makampuni kutoka nje za nchi ambayo yana mafanikio katika swala zima la teknolojia za kisasa za zana za kilimo. Kama ambavyo tumeona leo tuna kaushio la kisasa lakini na kipima unyevu cha nafaka. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo inaendelea kutekeleza Agenda 1030 ambayo ina malengo ya mageuzi ya kilimo ifikapo 2030 kilimo kiwe kimekuwa kwa 10%. Lakini pia Wizara ya Kilimo inaendelea kutekeleza mradi wa SDP2 ambao uko na malengo ifikapo 2028 tuwe tumepunguza asilimia za upotevu wa mazao baada ya kuvuna kutoka 30% hadi 15%. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtotoka jijini Mbeya na sasa tunaelekea katika wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe, ambapo kubwa ni kuhusu wananchi wa kata ya Msia wilaya ya Mbozi mkoa wa Songwe wameshukuru serikali kwa kuwapelekea mradi wa ujenzi wa kituo cha afya, huku wakiomba mradi huo ukamilike kwa wakati na haraka ili kuondolea adha ya kusafiri umbali mrefu kuwafuata huduma za afya. John Kiango na taarifa hii. Wakionyesha hali ya matumaini na uhitaji mkubwa wa mradi huo, wananchi hao wamesema kukamilika kwa kituo hicho kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto za huduma za afya katika kata hiyo, hususan kwa wajawazito, watoto na wagonjwa wa dharura. Na kituo hiki kikikamilika, kwa ujumla wake kitakuwa kimetusaidia eneo kubwa la kata ya Msia na maeneo jirani. Kwa jumla idadi ni kubwa ya watu wanaoendelea kupata matibabu kwenye vituo vya afya Isansa, lakini pia kuifuata hospitali ya Mbozi na pengine Bwao. Wakati huo tunajua wazi kabisa kwamba eneo hili ni eneo ambalo miundombinu yake ni hatarishi sana, hasa kwa wakati wa masika. Kwa hiyo kama kituo hiki kitakamilika, tutakuwa tumepunguziwa gharama kubwa ya usafiri
na hususan akina mama wajawazito, lakini pia kwa huduma za watoto na magonjwa mbalimbali ambayo pengine tulikuwa tunapata huduma maeneo ya mbali. Na tunaomba serikali, hususan mbunge wetu wa jimbo la Vwawa, kama alivyopambana kupigania pesa hii ipatikane kwa kata ya Msia, ndivyo tunaamini kwamba hata kwa awamu nyingine fedha itakayopatikana, tulikuwa tunaomba fedha hiyo iingizwe kwenye kata ya Msia, kwenye kituo cha afya, ili ikamilishe kazi zilizosalia. Tumepata adha kubwa kwa muda mrefu. Tunashukuru serikali kwa kutukumbuka, maana tunapotoka ni kilomita nyingi kwenda kutafuta matibabu, ikiwemo hasa wamama wajawazito, na miundombinu yetu si rafiki sana, hasa kipindi cha masika. Kwa hiyo tunashukuru, pia tunamshukuru mkuu wa mkoa aweze kufuatilia miradi yote iliyopo katika kata ya Msia ili iweze kukamilika. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame amewatoa hofu wananchi kuhusu hatima ya mradi huo, akisema serikali inaendelea kufuatilia upatikanaji wa fedha ili kuhakikisha ujenzi wa kituo hicho unakamilika kwa wakati. Mradi huu kufikia mwezi wa 3 mpaka kufika mwezi wa 4 tunatarajia kwamba miundombinu yote ambayo tumeelekezwa kuijenga katika kituo hiki cha afya tuwe tayari tumeikamilisha. Jengo hili la huduma za nje OPD liwe limekamilika kwa 100%, lakini miundombinu ya vyoo, lakini hali kadhalika kichomea taka vinatakiwa vyoo vimekamilika kwa 100%. Ninajua kwamba halmashauri tayari wameshaweka kwenye mpango ya kuweza kuomba fedha zingine kwa ajili ya kumalizia miundombinu mingine, kwa sababu serikali ndio utaratibu ambao inafanya. Inatanguliza fedha, mnaanza kujenga miundombinu, mnapomaliza basi tuna serikali inaleta fedha nyingine kwa ajili ya kumalizia miundombinu mingine inayohitajika, ikiwemo maabara, lakini vile vile pamoja na majengo mengine ikiwemo majengo ya huduma za mama na mtoto, majengo ya kuhifadhia maiti pamoja na majengo mengine. Na bahati mzuri hapa mmetenga eneo la kutosheleza. Kwa hiyo majengo hayo yote ambayo yanahitajika kuwepo katika eneo la kituo cha afya inatosheleza kuweza kujengwa katika eneo ambalo limetengwa. Kwa hiyo tutashirikiana na viongozi katika ngazi ya wilaya, tutashirikiana na mbunge wenu, na mbunge mzuri sana ambaye mara nyingi sana amekuwa akiwasemea wananchi. Tutashirikiana kuweza kusukuma kuhakikisha kwamba tunapata fedha zingine kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa miundombinu mingine ya kituo chetu hiki cha afya. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Kutoka huko sasa, taarifa nyingine ambayo tunayo ni moja kwa moja toka jijini Dodoma, ambapo ni wananchi na wakazi wa Bay Road jijini Dodoma wamesema changamoto ya usafi wa mazingira imekuwa ikijirudia kila msimu wa mvua, na hii inatajwa kuhatarisha afya na ustawi wa wananchi katika maisha. Sofia Daudi ana taarifa ifuatayo. Kila mvua inaponyesha, wakazi wa eneo hilo hujikuta wakiishi katika mazingira yanayofanana na bwawa la maji machafu, hali inayozua hofu ya milipuko ya magonjwa na kuvuruga maisha ya kila siku ya wananchi. Wakizungumza na Sky TV, wamebainisha mazingira hayo yanaathiri shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo biashara ndogo ndogo, usafiri na mahudhurio ya watoto shuleni, huku wakihofia zaidi uwezekano na kutokea kwa magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu na homa ya matumbo. Hali kwa kipindi hiki cha mvua tunakutana na changamoto, unajua tena hapa mtaani, na tunajua Bay Road kongwe. Kwa hiyo mwisho wa siku kuna situations ziliendaga kabla ya soko kubwa ile machinga, hizi chemba hizi zilikuwa ndogo kutokana na wingi wa kipindi hicho. Sasa hivi wingi umeongezeka, kwa hiyo chemba zinakuwa zinazidiwa. Kwa mwisho wa siku kama mvua zikija kubwa, maana yake chemba zinazibuka. Chemba zikizibuka zinachanganya na maji ya mvua. Kwa hiyo zinakuwa kero na mitaro kama unavyoiona hii. Mitaro hii inavyoonekana hii, maana yake sio mitaro rafiki.
yani sio mitaro mahususi kwa sababu ya kupitisha maji, yani mitaro ambayo kama ni udongo. Sasa mwisho wa siku hii mitaro hii inaenda kujichanganyika, maji hayana anapokwenda, mwisho wa siku inaenda kwenye makazi ya watu, inakuwa hatari. Mvua ikinyesha hivi watu wanafungulia vyemba vya choo, wanaachia maji machafu, wanapita mtaani. Alafu isitoshe mfumo wa sewage unakuwa sio mzuri katika mitaa ya Uswazi kama hivi unavyoona. Yanaenda kwenye makazi ya watu, hii inaweza kusababisha magonjwa ya mlipuko sana sana. Kwa mfano unaweza kuona kama mtaro ule pale umeziba, maji yanaingia kichaka, majani yanaota, kusababisha nyoka na wadudu wakali ambao wanaweza wakaleta athari katika jamii. Kwa sababu makazi ya watu huko yanaharibiwa sana kipindi cha mvua kama hivi, vyemba inaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa hasa kwa watoto wadogo ambao immune zao kidogo hazipo sawa. Akizungumza na Sky TV, mwenyekiti wa mtaa wa Bairodi amesema uongozi wa mtaa unatambua changamoto hiyo na tayari umeanza kutoa elimu kwa wakazi juu ya umuhimu wa kutunza mazingira, ikiwemo kuepuka kutupa taka kwenye mifereji ya maji. Kubadilisha mabomba ili yaweze kukidhi mahitaji ya wananchi. Sasa mabomba yanazidiwa uwezo na wananchi walio wengi. Hali kadhalika inasababisha sasa mabomba hayo kila wakati kuziba na wakati mwingine kushindwa kabisa kufanyika ukarabati. Wakati mwingine mpaka yani mabomba yanaonekana kabisa kwamba haya yamebana, haiwezekaniki kufanyika kazi, inatakiwa yafanywe mabadiliko. Lakini DUWASA pia wanaonekana wamezidiwa na hii kazi. Inatakiwa miundombinu ibadilishwe, iwekwe inayoendana na wakati na watu waliopo. Yani kwa hali ilivyo, kwa sababu mitaro mpaka sasa hivi inasumbua. Ina maana kwa kusema sasa utaepusha swala la matatizo ya magonjwa na nini, ni swala la kumuomba Mungu zaidi kuendelea tu, yani kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya kuwaita hawa watu ili waje waboreshe miundombinu wakati huu wa mvua, na ikiwezekana mitaro pia isafishwe na kuzibuliwa katika karavati zilizoziba ili kuepusha madhara zaidi yasitokee. Lakini kwa sasa hivi, mpaka sasa hivi sisi hakuna madhara ambayo yameshatufika, ila tuna hofu ya kupata nini, madhara. Kwa hiyo tunahitaji sana watu wenye kitengo maalum cha usafishaji wa mazingira watusaidie, haswa DUWASA. Wakazi wa Bairodi wameiomba serikali na mamlaka. Na asante Sofia Daudi kwa taarifa hiyo. Na sasa taarifa nyingine ni katika dunia ya sasa ambayo inaongozwa na teknolojia pamoja na matumizi ya internet yametajwa kuwa nguzo muhimu katika kukuza biashara na wafanyabiashara kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidigital. Zinazire Mswima ana taarifa hii. Sky TV imefika katika soko la Machinga na kufanya mahojiano na wafanyabiashara ambapo wameelezea namna mtandao unavyowasaidia kukuza biashara zao pasipo kutegemea wateja wanaopita sokoni. Internet ina mchango mkubwa sana, ukizingatia kwamba internet ni kitu ambacho watu wengi kinawasaidia, kwamba ukiangalia mtu anakuwa ana wateja wake ambao wengine wapo kazini, wako busy, hawawezi kutoka kazini, lakini wanapokuwa wanaona ameposti kwenye internet, labda kwenye status, kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, WhatsApp na Instagram, mtu unakuta wakati hata yuko nyumbani mteja anaona, anaomba kuulizia bei, analipia. Swala la ulipaji wa mtandao wa internet, kuna wifi ya soko ambayo ukihitaji unapata voucher zile za wifi. Mtu ambaye anafanya biashara yake tu kwa kutegemea wateja wanaopita sokoni, na mteja ambaye anafanya biashara ambaye anatumia zote mbili, kwamba anategemea wateja wanaopita sokoni lakini pia na wale ambao wapo kwenye mtandao, hamwezi kulingana. Kwa kiujumla, kama mimi huwa natumia sana internet kwenye kuposti bidhaa zangu, na inasaidia pia. Kuna wateja wangu wanakuwa labda wako nje ya mkoa, kwa hiyo inakuwa ni rahisi wao kuona zile bidhaa na kuagiza. Lakini pia kwa upande wangu mimi kama mimi inanisaidia kwenye kutafuta bidhaa zangu za kuuza, hasa mizigo tunaonunua kutoka mikoani. Lakini baada ya kutumia mtandao au internet, nimekuwa sasa hivi napata masoko kutoka nje ya mkoa. Lakini pia kuna wateja ambao wao wanakaa tu labda majumbani au maofisini, anategemea uposti mzigo, aone, achague, alafu mfanyie delivery. Internet kwa kwangu mimi inasaidia pakubwa, kwa sababu bidhaa nyingi ambazo mimi nauza, maana mimi nauza vitu vya mtumba Kwa hiyo muda mwingi nikivifua viking'aa na piga picha na posti, wateja wangu ambao wako sehemu mbalimbali wanaona, wananiambia nitumie.
nawatumia kama vipi, kama hayuko mbali sana naweza nikamtumia akanitumia hela, ila kama ni mtu ambaye anaweza akaja anakuja mwenyewe kuchukua mali. Kwa hiyo ndio msaada wangu kwenye internet. Tangu nimeingia kwenye internet imenisaidia kuongeza wateja, kwa sababu haitoshi tu kuwa kwenye soko kuuzia wateja hapa. Kwa hiyo nikikuta labda. Mwenyekiti wa soko la wazi la Machinga Bwana Nyamagene Kingamkono amesema kuwa matumizi ya mtandao yameleta mabadiliko makubwa katika biashara na kuwasaidia wafanyabiashara kutangaza biashara zao, na pia kama kiongozi imewasaidia kurahisisha mawasiliano na wafanyabiashara kupitia magrupu walionayo. Kwanza ni rahisi sana kumfikia mfanyabiashara kwa kutumia internet. Inakuwa inarahisisha kwa sababu ni one click mtu anapata taarifa. Muda mwingine mfanyabiashara anaweza akajiombea linki yeye mwenyewe akafanya malipo yeye mwenyewe kwa kutumia internet. Kwa internet ni kitu ambacho kinasaidia kwa kweli. Sometimes tunakutana na changamoto zifuatazo na watu wote mshazoea mfumo huo. Kwa kuna muda inaleta changamoto kidogo, lakini nafikiri labda mifumo itazidi kuboreshwa. Katika takwimu za mwaka 2016 biashara ya mtandao imekuwa duniani, kwani kulikuwa na watu bilioni 1.4 walionunua bidhaa kwa njia ya mtandao, ambapo kiwango hicho ni ongezeko la 11% ikilinganishwa na mwaka 2015. Zinazile Mswima, Sky TV, Dodoma. Naam, asante Zinazile Mswima kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha tamati ya habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo yatupeleka moja kwa moja kujiunga naye Godliness Gaspar katika habari za biashara na uchumi. Endelea kwa pamoja nasi, endelea kutufuatilia kwenye Sky Digital at Sky International TV. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV,
above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Hivi karibuni bei za samaki katika soko la Feri jijini Dar es Salaam zimeongezeka kutokana na kupungua kwa shughuli za uvuvi baharini. Kwa mujibu wa wafanyabiashara wa samaki katika soko hilo, hali hiyo inatokana na upepo mkali wa kasakazi unaovuma kutoka katika bahari ya Hindi kwa msimu huu, jambo linalowalazimu wavuvi wengi kushindwa kwenda baharini au kuvua samaki kwa kiwango cha chini kuliko kawaida. Ni msimu wa tunaita kaskazi. Ni msimu ambao una upepo mwingi kwa bahari ya Dar. Kwa hiyo kwa sababu hiyo mavuvi huwa yanapungua sana. Hali ya kuvua imepungua sana, hasa kwa aina ya samaki ambao huwa anavuliwa kwa wingi hapa ambaye ni dagaa. Uvuvi wa dagaa umepungua kwa kiasi kikubwa sana. Jambo ambalo linafanya hata bei yake iwe juu sana. Kwa wiki hizi za karibuni sasa hivi tunapata jodari kwa wingi sana, ndio kulinganisha na samaki wengine. Ni kwa sababu wavuvi wa jodari wanatoka sana kwenda mbali, kwa hiyo hawaathiriwi sana na mawimbi yatokanayo na upepo wa kaskazi. Kwa kipindi kama hiki bei ya samaki inapanda sana. Kwa mfano bei ya dagaa ambayo ndoo ya lita 20 huuzwa kama 40 mpaka 50 katika msimu wa kawaida, wakati mwingine mpaka 30. Kwa sasa hivi laki na 20. Kwa hiyo bei inapanda karibia mara 2 mpaka mara 3. Ndio. Kwa kipindi hiki sasa hivi tumeanza kuwapata kwa wingi. Miezi kama 2-3 nyuma hawakuwa wakipatikana kwa wingi na bei yake ilikuwa imepanda sana. Lakini kwa kipindi hiki naona kwa hizi wiki 2 za hapa karibuni pweza na ngisi wamekuwa wakiletwa kwa wingi hapa sokoni. Sasa hivi imeshuka kidogo, kilo 8,000, 9,000 mpaka 10,000 unapata. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 2, 2026 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2437 na senti 9 na kuuzwa kwa shilingi 2462 na senti 3. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3282 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 3315 na senti 2. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2864 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 2892 na senti 7. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 147 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 148 na senti 6. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 18 na senti 8 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 0. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 6. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Godliness Gaspar. Biashara na uchumi. Katika habari za biashara na uchumi, na unatoa nafasi ya kujiunga naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa kutoka hapa kwenye ulimwengu wa habari Sky TV. Endelea kwa pamoja nasi.
Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa, naitwa Pius Jayunga. Eneo lililojitenga la Somaliland limekanusha madai ya rais wa Somalia kwamba litawachukua Wapalestina waliopewa makazi mapya au kuwa na kambi ya kijeshi ya Israeli kwa kubadilishana na Israeli kutambua uhuru wake. Wiki iliyopita Israeli ilikuwa nchi ya kwanza kuitambua Somaliland kama taifa huru, hatua iliyozusha upinzani kote Somalia. Siku ya Jumatano, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alinukuu ripoti za kijasusi kiambia televisheni ya Al Jazeera kwamba Somaliland imekubali masharti matatu kutoka kwa Israeli, ambayo ni kuwahamisha Wapalestina, kujengwa kwa kambi ya kijeshi kwenye Guba ya Aden na kujiunga na makubaliano ya Abraham ili kurekebisha uhusiano na Israeli. Wizara ya mambo ya nje ya Somaliland ilikataa masharti mawili ya kwanza. Ilisema makubaliano yake na Israeli yalikuwa ya kidiplomasia pekee. Somaliland ilijitangazia uhuru wake mwaka wa 1991 na imekuwa na utulivu na amani zaidi kuliko sehemu iliyobaki za Somalia ambayo imekumbwa na migogoro. Somaliland ilianzisha uchaguzi wake, sarafu na hata jeshi. Kwingineko, gavana wa mkoa wa Hadramauti wa Yemen anayeungwa mkono na Saudia amesema ataanzisha operesheni ya amani ya kuchukua tena udhibiti wa maeneo ya kijeshi kutoka kwa kundi la wapiganaji linalojiita Baraza la Mpito la Kusini. Gavana huyo lakini amesisitiza kuwa hatua hiyo si tangazo la vita. Serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia imetangaza kuwa gavana wa Hadramauti Salem Ahmedi Saidi Ali Kunbashi ndiye ataviongoza vikosi vya ulinzi wa taifa katika jimbo la Mashariki na kumpa mamlaka kamili ya kijeshi, kiusalama na kiutawala katika kile ilichosema ni hatua ya kurejesha usalama na utulivu eneo hilo. Hatua hiyo inaashiria ongezeko la hivi karibuni la mvutano nchini Yemen unaoshuhudiwa kati ya mataifa ya Guba yenye nguvu na ushawishi ya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambayo yanaziunga mkono pande pinzani, mvutano ambao umekuwa ukishika kasi tangu Disemba mwaka jana. Umoja wa Falme za Kiarabu unawaunga mkono wapiganaji wa STC ambao mwezi uliopita walifanikiwa kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya kusini mwa Yemen ambayo awali yalikuwa mikononi mwa serikali inayotambuliwa kimataifa inayoungwa mkono na Saudi Arabia, ambayo inaichukulia hatua hiyo kama tishio kubwa la kiusalama. Wiki iliyopita Umoja wa Falme za Kiarabu ulitangaza kuviondoa vikosi vyake vilivyosalia nchini Yemen baada ya Saudi Arabia kuunga mkono wito wa vikosi vyake kuondoka ndani ya saa 24. Today begins a new era. Tuhitimishe habari za kimataifa na taarifa ifuatayo. Zahrani Mamdani ameapishwa kuwa meya wa jiji la New York, akiahidi ajenda kali ya kupunguza gharama za maisha kwa wananchi wa kipato cha chini na cha kati. Mamdani mwenye umri wa miaka 34 na anayejitambulisha kama mdemokratiki wa kisosialisti aliahidi kusimamia sera kama malezi ya watoto kwa wote, kodi nafuu, habari za kimataifa. Naam, ni Pius Jayunga katika habari za kimataifa anahitimisha hivyo, na yeye pia anatoa nafasi kwake Rais Saidi kuingia katika habari za michezo na burudani, ukiwa unaendelea
kutazama vizuri zaidi Sky TV katika ulimwengu wa habari, huku ukiwa unaendelea kutufuatilia kwenye Sky Digital at Sky International TV. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa ulimwengu wa habari. Sasa ni wasaa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa mbalimbali za kimichezo. Ungana nami Lai Saidi. Kaimu kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Miguel Gamondi amesema Morocco ina mashabiki wengi watakipa shinikizo kikosi chake katika mechi ya 16 bora ya michuano ya AFCON ambayo itachezwa siku ya Jumapili Januari 4 mwaka huu. Kocha huyo raia wa Argentina amesema upinzani wao ambao ni wenyeji wa mashindano hayo ya Afrika pia wana uwezo mkubwa wa kumshawishi mwamuzi katika matukio tata, hivyo anaendelea kukiandaa kikosi chake kukabiliana na changamoto hizo ili kupata hali ya kujiamini. Kocha huyo ameongeza kuwa anajivunia kuwa sehemu ya mabadiliko ya soka Tanzania, huku akijiandaa na mechi hiyo itakayopigwa kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdullah uliopo Rabat. The plan is to continue to working very hard, don't relaxing, be happy for the performance, but continue with this consistency we get in these 3 games. I met today with the player. I told that the game against Kuwait was very good. The 2 friendly games in Egypt as well, and this African Cup of Nations was very good. The level, there are a big improvement, and we need to continue to work. But it's a it's huge game in the history of Tanzania as well, and we play again the host team. We will have in front of 80,000 people to pushing for them, but we need to believe, we need to work hard and take serious like we did taking till now. So many years I'm living here as well. I know the pressure they put
But sometimes the pressure as well is again their team, because they are in a hurry. The issue is to handle us good the pressure and the referee as well, I hope. Naye kocha mkuu wa kikosi cha Simba Steve Barker amesema kwamba ataanza michuano ya Mapinduzi Cup kwa mwaka huu 2026 huku akiwa na malengo makuu matatu. Barker amesema kwanza anaitumia kuwafahamu vizuri wachezaji, pili ni sehemu ya kujiandaa na mashindano mengine ambayo yanakuja mbele yao ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, na tatu ni kubeba taji la Mapinduzi. Simba ambayo ipo kundi B kesho Januari 3 itaanza kwa kucheza dhidi ya Mwembe Makumbi City kwenye uwanja wa New Amani Complex Unguja. Kisha Januari 5 itakabiliana na Fufuni ikiwa ni mechi ya mwisho hatua ya makundi. Baada ya michuano hiyo pia Simba ina mechi za ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis ikianza ugenini ambapo Januari 23 mwaka huu, kisha Januari 30 wa mwaka 2026. Kocha huyo amesema umejipanga kisawasawa na ana kiu ya kutoa kombe la Mapinduzi. Thank you for all the welcoming that I've received since I've arrived in your beautiful country. It's an honor and a privilege to be here. Yes, I'm certainly looking forward to the match tomorrow. Preparations are going well. We've had some good training sessions since I've arrived with the team, so we prepared for the tournament. Wherever we play, we want to be competing to win cups. So our objective is to win the cup. But I do know that regardless of whoever you play, you have to respect the opponent. So we will respect our opponent that we are playing tomorrow, Mwembe Makumbi. But yeah, preparation's gone well. Looking forward to seeing the players in match situations. You know, it's an opportunity for me to get to know the players better and the sort of competitive surroundings. So I'm certainly looking forward to it. It's a perfect opportunity for me to arrive at the club and to be able to have a tournament, to be able to, you know, be in camp together as a team, and it affords me the opportunity to get to know the players really well. It affords me the opportunity to have good, solid sort of training sessions. It affords the opportunity to see the players in a competitive environment. So I think that it's just come at a perfect time, a perfect opportunity to start building, you know. Kikosi cha Azam FC usiku huu kinashuka dimbani katika dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar katika mchezo wa kombe la Mapinduzi ambapo Azam FC watamenyana na mabingwa watetezi Mlandege FC. Azam wanaingia katika mchezo huu wakiwa na kumbukumbu mbaya baada ya kutoka sare mchezo uliopita dhidi ya Singida Black Stars. Ikiwa Azam wakitaka kupata ushindi katika mchezo huu, basi itakuwa na mwanzo mzuri katika michuano hiyo, kwani wao wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha wanatoa ubingwa wa kombe la Mapinduzi. Na tuelekee kimataifa. Baada ya siku ya hapo jana kufukuzwa kwa aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha Chelsea Enzo Maresca, inatajwa kwamba kikosi cha Chelsea kitakuwa chini ya kocha ambaye anainoa klabu ya RS Strasbourg ya Ufaransa, Liam Lossin, ambaye anatajwa kuongoza orodha ya makocha wanaowania kurithi nafasi ya Enzo Maresca. Liam mwenye umri wa miaka 41 ambaye ni raia wa Uingereza anayefundisha Strasbourg inayokamata nafasi ya 7 kwenye msimamo wa ligi kuu ya Ufaransa. Wakati kocha huyo pia kabla ya kujiunga na Strasbourg alifundisha Hull City ya ligi daraja la kwanza Uingereza, na pia aliwahi kufundisha Derby County na kuwa kocha msaidizi wa timu ya vijana ya Brighton. Na bingwa mara 7 wa Grand Slam Venus Williams ambaye anatarajiwa kuwa mchezaji wa kike mwenye umri na 15. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Mariango Mugeta anakuja kutamatisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani.
Ndivyo ambavyo anakamilisha Lai Saidi katika michezo na burudani. Na sasa ni wakati wa kufahamu hali ya hewa kutoka mamlaka hali ya hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia muda huu. Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao na saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa siku leo ni matarajio yetu katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Kwa siku ya kesho pepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa kwa ziwa Rukwa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo, na kwa ukanda wa pwani yote pepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi pamoja na pwani ya kusini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kanda ya kati panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki na pwani ya kaskazini panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 6 na tarehe 7. Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 6 na tarehe 7. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 6 na tarehe 7. Arusha tunatarajia mvua na ngurumo na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 6 na tarehe 7. Nikusiendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Ndivyo ambavyo mamlaka hali ya hewa Tanzania inakamilisha hivyo, lakini kukumbusha habari tulizokuwa nazo leo katika ulimwengu wa habari ni pamoja na bwawa la maji Kidunda la tupiwa jicho kumaliza upungufu wa maji. Katika habari za kimataifa, Somaliland yakanusha madai kuwa itahifadhi wa Palestina. Na katika michezo, kocha wa Taifa Stars Ayofi Morocco. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi naitwa Maliango Mugeta. Endelea kutazama Sky TV.